Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa kuhusiana na zimwi la ufisadi. Miaka na mikaka tunazungumzia swala hili, maadili yamekosekana, wengine wanaona ni njia rahisi, lakini Mheshimiwa Chege Mwaura, kwa sababu ya kuwa katika serikali ya kaunti, naamini kwamba umeweza kujumuika na wenzako katika shirika hili la CAF, na si siri kwamba baadhi ya serikali za kaunti aidha kupitia magavana, mawaziri na kadhalika wamehusika katika ubadhirifu wa fedha, ufisadi na kadhalika. Tupe mifumo ambao wengi wanaitumia katika kufanikisha ufisadi. Iwe ni wafanyi biashara kwa kupitia njia za mkato katika serikali za kaunti, iwe ni watu ambao wanachukua mali ya umma, mitaa ya mabanda. Kuna sehemu ambazo zimetengwa na serikali ya kaunti kufanyia maendeleo, lakini unakuta ardhi zile zimenyakuliwa. Ni njia gani za mkato ambazo watu wanazitumia kuweza kutekeleza ufisadi, kama umeweza kupeleleza kwa muda ambao umekuwa? Ile ambayo ni kubwa sana ni wakati ya kulipa. Tumekupatia kandarasi, wakati sasa ya kulipa hiyo kandarasi, hapo ndio ili inafanyika kubwa sana. Unapata ndio umenilipisha kazi fulani milioni kadhaa, saa ya kulipa na kuambia nipatie kitu ndio niweze kukulipishia hii, na kama unipatii basi wacha niachane niende kwa ule atakubali. Hiyo inakuaga iko rampant sana, na ni rahisi kufuatilia kwa sababu ina paper trail. Wewe umenilipa, nikisha kulipa na kutumia pesa fulani kwa akaunti yako, kuweza kuifuatilia, unaweza ona ile trail inaenda. Sasa shida nayo inakuja ni ati ya kwamba ukweli ulikuwa na deni, kaunti ilikuwa na deni. Sasa uweze sema huyu hafai kulipwa. Sasa hapo mwanabiashara anakuwa apati ile anafaa, kwa sababu aligandamizwa kwa kuitisha pesa mingi. Nayo inaharibu, kwa sababu mwenye biashara next akifanya biashara hatafanya kazi yote, kwa sababu lazima yake kitengo cha kurudisha hongo. Sasa mwananchi anapoteza, kwa sababu kazi ambayo ilikuwa inafanyika kama ni kilomita 5 itafanyika kilomita 3. Ndio 2 yaweze kukula, ndio yaweze kukupatia wewe hongo, na yeye pia yabakishe ya kulipa kazi kabla hajaifanya. Na hiyo inarudisha watu nyuma sana. Ya pili, projects ambazo ni bandia. Tunaanza project ambayo inaendelea kwa karatasi, inaendelea na inaenda mpaka inalipwa, lakini kwa ground haifanyiki. Sasa hiyo connection ya mwananchi kujua hii barabara yetu inafaa kuwa inaundwa, lakini haijaundwa, lakini makaratasi ishaenda kulipa, hapo tunafaa mambo ya kwanza ni watu wajue, public participation, that pesa ambayo ilikuwa imetengewa hii barabara ilitengwa na hata ishalipwa, na hakuna contractor alikuja kwa site. Kwa sababu paperwork, hakuna mahali unapigaga picha ukieka ukisema hii kazi imefanyika. Aya, malipo mengine pia, mawakili, unaona mtu anaambia wakili sababu deni ni hii, sababu wewe una mahali pa kuandika kuweka barabara ama kuweka nyumba ambayo inaonekana, tufanye na file na nini na nini. Unapata amefanya kazi, lakini sasa akikuja kulipa na wewe unamwambia tutakulipa lakini utufanyie hivi. Si haki. Unaelewa? Lakini mwanabiashara ama wakili hana budi, kwa sababu alifanya kazi, anataka kulipwa, na inakoroganishwa na ule ambaye alifanya, lakini alifanya nusu ama alifanya kibandia. Unapata barabara haiwezi last miaka 2, imemalizika kwa sababu alifanya shoddy work, ndio aweze kubaki na pesa ya kukupatia wewe kama. So desturi inaingia, inakuwa imepermeate kwa counties mingi. Hakuna kitengo cha sheria kile kinakuja kuangalia hii barabara ilikuwa iundwe ikae miaka ngapi. Kama sasa hii barabara inaundwa, kukinyesha mvua moja imebomoka, lakini jamaa lipo kidambo na akasonga, ule mtu anaumia ni huyo nani, mwananchi wa pale, na inaturudisha nyuma. Hii Auditor General anafanya kazi mzuri sana ya kuangalia na anaileta kwa report, na umesema vizuri, EACC inafaa kuwa ina swing into action, na hii report inatebuliwa kwa assembly zetu na Public Accounts Committee ambayo mimi ni mwenyekiti ya Nairobi, inaletwa. Na sasa kazi yetu ni kuangalia na uone ile wanasema na ile iko namna gani, na ule ambaye officer anasema anatajwa hapa, anakuja anapewa chance ya pili kuuliza hapa ilienda vipi na hapa ilienda vipi. Tukitoa hiyo report ambayo bado inaenda kwa EACC na inaenda kwa DCI, zile recommendations ziko hapo. So kunafaa kuwa na maongezi ya kinyuma between EACC
Office of the Auditor General, county assemblies through PAC reports and PAC committees. Ndio sasa tukikupatia hii nayo tusingoje tena miaka 2 bado hakuna kitu imefanyika. Capacity problems ni kubwa sana, na si assembly peke yake, iko kwa EACC, iko kwa even OAG. OAG pia hana capacity ya kuzunguka. Angalie kama Nairobi tuliangalia tukaona ukiletewa pesa yote uangalie haionekani mzuri. Tukaomba Office of the Auditor General, hospitali yote ambayo inashika pesa kama level 5 ifanyiwe audit kivyake. Kama ni Nairobi Nairobi Water kivyake. Ndio sasa kila mtu unaweza angalia kwa report. Na imechange hiyo perception kabisa, kwa sababu sasa watu walikuwa ambao wanaangalia hakuna kitu inafuatiliwa. Sasa hivi ukiangalia ile opinion inapewa na Auditor General zimebadilika kwa kidogo tu, lakini ni process ambayo unaweza sema inasonga mahali. Hapo pa kutengeneza capacity ya officers wetu kuweza kufanya kazi ni ya muhimu sana, na iwezi kuwa sina msisitizo mkubwa zaidi wa kusema hiyo ni lazima na itatusaidia sana tukijiendeleza kama nchi. Naam, asante sana. Wakili, hilo swali kuhusiana na afisi ya mkaguzi wa hesabu ya serikali wakati anapotoa ripoti kisheria, je, aidha DPP, EACC inaweza kuchunguza kesi hizo kwa urahisi ama la? Pili, kwa nini mara nyingi katika taifa hili ni rahisi kumkamata mshukiwa mdogo wa ufisadi kuliko mshukiwa mkubwa wa masuala ya ufisadi? Swali lako la kwanza ni kwamba ndio idara hizi mbili ya EACC na pia ya DPP, hizi ripoti kutoka kwa mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali ni bayana kwamba kuna jambo ambalo sio sawa hapa. Na ripoti ikisema kwamba kwa mfano kaunti moja ama nyingine kuna pesa zililipwa kwa mtu fulani gushi ama hazikulipwa kwa kisawa, basi ni dhahiri kwamba tume hizi zinafaa kuchukua ripoti ile, kukaa chini, kufanya upelelezi. Yani wanasaidiwa kazi na wote wamo ndani ya serikali moja. Kwa hivyo mimi nikiangalia nasema mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akipatiana ripoti yake, na katika ile ripoti kuna tuseme dukuduku ama kuna mambo ambayo yanaashiria kuna pesa zilipotea ama rasilimali za umma zilipotea, basi afisi ya DPP haina budi, kazi kubwa. Hakuna kisheria, hakuna kitu kinazuia. Hakuna. Hata mwanaumma mwenyewe akipeana ripoti fulani aseme mimi nimefanya uchunguzi, kama kuna msichana mmoja yule alifanya ile teknolojia ya kukagua bajeti, sijui ama ilikuwa nini, mswada wa fedha, wakati ambao sisi tunaishi mwaka 2025, teknolojia imekuja kutusaidia na kutuzindua kusaidia yale maisha ambayo tunaishi. Kwa hivyo itakuwa ni kosa kubwa sana kwa mwendeshaji wa mambo ya mashtaka ama tume ya EACC kusema kwamba hatuna bajeti ya kufanya mambo haya, hatuna nguvu kisheria kuchukua ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa sababu mimi kwangu ni ujinga. Ile ni kazi mshafanyiwa tayari. Ama tuseme kwa mfano njia nyingine ya kuhimiza mambo haya ni kama mimi nilipendekeza jambo moja, nikasema kwa trafiki, kama kila siku tuendesha gari na gari lako lina kamera pale, nikiona wewe ukivunja sheria za barabara na ripoti kwenye idara ile ya NTSA, alafu katika ile kutozwa faini, manake ile kamera ni ushahidi tosha, ukitozwa ile faini mimi nalipo fidia kidogo kama 5% ama 2%, manake nasaidia. Sasa pia katika vita vya ufisadi, kwa sababu ufisadi kwa kiwango kubwa inasaidia katika maadili kabisa. Tukiangalia katika mambo ya ufisadi, tuseme wale ambao wanasaidia kufanya upelelezi na pia kuendesha mashtaka ya ufisadi, basi wapatiwe asilimia kidogo ya kuwahimiza, kama kuwapatia motisha mwaka ujao. Kama mwaka huu tulipata bilioni 3.4 milioni, basi mwaka ujao tutapata bilioni 5 ama 10, alafu tutakuwa tukipanda ngazi kila mwaka. Itakuwa rahisi kusema na sio kuiba siri, ni kusema kwamba tuna haki na pia kazi ya kikatiba kama Wakenya kusaidia kumaliza ufisadi, kwa sababu ufisadi kwa njia moja ama nyingine, kama haitatumaliza sisi kama Wakenya, itabadilisha zile itikadi tunazoziashiria kuishi kama Wakenya.
ni aibu sana Nimrod na Garana kwamba mwaka wa 2025 wamama wenzetu wanafariki hospitalini wakiwa wajawazito wakipata watoto. Ni jambo ambalo linafaa kutusikitisha sote. Yani kwamba mtu hawezi kupata huduma za serikali bila kulipa pesa. Kwamba yule, na najibu swali lako la pili, kwamba yule bwenyenye ambaye ameiba mali takriban 100% ya umma, kesho anapatiwa cheo, madaraka ya juu ya serikali, kesho anapatiwa kazi nyingine ya kiserikali ya umma, kesho anapelekwa bungeni. Na mawakili wana haki kama professional yoyote kupatia huduma zao kwa umma, kwa sababu sio wale mawakili peke yake ambao wako katika hizi idara za kaunti na pia katika za serikali. Idara hizi za serikali na za kaunti zinahitaji huduma nzuri katika wale wanaotoa hizi huduma. Uwe wewe ni accountant, uwe wewe ni engineer, uwe wewe ni wakili, lakini kulipwa kulingana na ile kazi uliofanya wewe. Kama itakuwa ni desturi kwamba mtu akishinda uchaguzi tuseme na alikuwa na kesi kotini, ati ile kesi inaondolewa, itakuwa ni ishara kwamba unaangusha ile heshima ambao wanaumma wako nayo kwa serikali, kwa sababu mimi nitakuwa najua nikiiba mali ya umma ninachostahili kufanya ni kuingia kwa serikali. Nikiingia kwa serikali mnaniondolea kesi zangu. Basi niulize hivi, kwa sababu umezungumzia idara ya mahakama katika masuala kama haya. Je, tunaweza tukaitia lawamani idara ya mahakama katika masuala ya kukabiliana na ufisadi? Kwa sababu mfano mzuri umetumia ni kama huo, kwamba mtu ambaye ni mwanasiasa anachaguliwa kusimama au anachaguliwa wakilisha serikali katika wadhifa wote, alafu anakuja anaondolewa kesi ambayo pengine imekuwa mahakamani kwa miaka 2-3. Je, tunaweza tukasema kuna lawama pia zinakwenda katika mahakama? Pili, si kitambo sana, unakumbuka kuna gavana fulani wa kaunti fulani aliwashirikisha vijana kwamba watasafiri kuelekea nchi za ng'ambo kwenda kupata kazi. Wazazi wakauza mifugo, wazazi wakauza magari, wengine wakauza mashamba. Watoto mpaka leo hawaja kwenda ng'ambo kwenda kusoma. Mpaka leo kesi ile inaendelea. Je, kesi kama hizi unaona kwamba idara ya mahakama pia inazitatiza kwa njia moja au nyingine? Kwa sababu ikiwa maafisa wa mahakama hawawezi kuzikamilisha kwa wakati na watu wakapata fidia yao, basi ni kama kuendeleza ile madili potovu ya kwamba mtu anaweza kaiba na anajua kwamba bora niko serikalini, hakuna kitakachofanyika. Unajua, ufisadi haupo kwa idara moja ya serikali ama nyingine. Ufisadi upo Kenya. Yupo waziri mmoja wa haki nchi ya Sudan, South Sudan. Niliona filamu moja akisema kwamba aliulizwa na mwanahabari, inaashiria kwamba South Sudan ndio nchi yenye ufisadi mkuu kabisa duniani. Akamjibu akasema ufisadi upo duniani mzima na South Sudan ipo duniani. Kwa hivyo ufisadi pia upo South Sudan. Na niliona kama ni jibu la kuchekesha, lakini lilinifanya nifikirie kwa ndani zaidi, kwa sababu idara ya mahakama pia ni mmoja ya idara za serikali. Kama tunasema kwamba kuna ufisadi katika serikali, basi lazima tuseme pia kuna ufisadi katika mahakama. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mara nyingi kesi za wale ambao wanaiba mali ya umma sana, tunaona kwamba zikienda kotini haziishi katika ule mpigo ama ile mirindimo ambao sisi tulikuwa tunatarajia pale mwanzo hawa watu walipokamatwa. Kwa mfano, wacha nikupe hesabu. Yupo mwanasheria mmoja sasa, yuko bunge, ambaye alishtakiwa na kuhukumiwa kwa kuiba mali ya serikali takriban bilioni 5 nafikiria. Akahukumiwa na akaenda jela. Alipoenda jela, alitoka kwa rufaa, kesi yake ikiendelea, na akaingia bungeni. Alipokuwa bungeni, ile kesi ikaisha. Bilioni 5. Ukianza kuhesabu bilioni 1, mtoto akizaliwa leo, ukihesabu bilioni 1 kama ni shilingi kwa sekunde, atafika miaka 27 na nusu ndio ufike bilioni 1. Sasa 5 shilingi kwa sekunde. Ni mambo ambayo yanafaa kukuhuzunisha, kwa sababu
kama katika idara ya mahakama tuseme, na inajaribu sana, sitawapiga kwa sana kwa sababu changamoto zao tunazielewa. Sisi kama mawakili tunasema tukikuja kotini tunapata changamoto kwamba mambo hayaendi vile tunavyosema ama vile tulivyozoea. Kwa hivyo tunasema, manake pia wale ni wenzetu, walikuwa mawakili kabla waingie katika ile nguo ya jaji ama ya hakimu. Lazima tuhimize usawa katika vile kesi zinafanywa, na pia tuwapatie heko kuwaambia, mara nyingi huwa idara ya DPP na EACC wakitaka kuondoa hizi kesi kotini, koti huwa zinakataa, wanasema hamtaondoa. Manake haya ni mambo ya umma, hazitaondolewa tu kwa kusema mtaandikiana stakabadhi ati utarudisha pesa fulani alafu kesi tutakusamehe. Mambo ya umma hayatatolewa hivi. Pengine niulize hivi, kwa sababu umetumia mfano huo. Je, ni rahisi kwa kuwa ikiwa una nafasi kwamba unaweza ukabadilisha mkondo wa sheria ikiwa wewe ni mhalifu wa masuala ya ufisadi katika taifa hili? Ndio. Naam. Uliza tena. Nasema ni rahisi kwa mtu ambaye ana nafasi, na kuwa na nafasi ni kwamba una hela ambazo umepora, ni mali ya umma, kwamba ni rahisi kwa wewe kubadilisha mkondo wa sheria mahakamani kabisa, na kufikishwa kabisa. Na kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu kule tunazungumzia mahakama, tunazungumzia mizani ya haki. Umepatiana mfano mwafaka sana Nimrod. Umesema yupo mtu alikuwa gavana kaunti fulani, aliwahadaa wanaumma wake, si hata wa kaunti zingine wake, akawaambia mimi nitawapeleka ng'ambo kwenda kusoma. Wakauza mali yao, wakapeleka watoto kufika zile shule kule ng'ambo, kukawa hakuna kitu, hakuna malipo yaliyofanywa. Leo hii yupo katika seneti, katika cheo kingine. Sio kidogo, kwa sababu pia seneta katika nguvu ya kaunti yupo juu. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, kumbuke kwamba seneta ana nafasi ya kuchunguza gavana kabisa katika matumizi ya kabisa. Atachunguza vipi kama wakati alipokuwa gavana alikuwa akifanya mambo hayo? Kwa hivyo mimi yani kwa mpigo wa masikitiko naona hatuna nguzo thabiti kama Wakenya. Lakini ipo siku, kwa sababu leo kama kwa mfano ni siku ya kimataifa ya kuangalia mambo ya ufisadi, wale Wakenya waliozaliwa katika mfumo wa katiba hii mpya, kwangu mimi haswa nasema wana changamoto kubwa sana, na nafasi yao ipo saa hizi. Yani wao hawataki mali ya umma, hawataki kuishi kibwenyenye, hawataki kuongea katika mfumo wa kikabila ama kidini. Wanataka kuishi maisha ambayo ni ya sawa, wanataka maisha ambayo sio ya kudhulumiana. Na mimi nakwambia kwa kweli Nimrod, miaka inayokuja, miaka kama 10, 20, 30 inayokuja, mfumo wa maisha wa Kenya utakuwa umebadilika. Kwa sababu hawa ndio watakuwa wanaingia katika nyadhifa za kiserikali, hawa ndio watakuwa wakiingia katika viti vya uongozi, hawa ndio watakuwa wakiongea masuala ya maendeleo. Na ipo siku, na hiyo siku tutakuwa tuko sote hapa, Kenya itabadilika. Itakuwa sio lazima ulipe kupatiwa huduma za serikali, itakuwa sio lazima utoe pesa kidogo ili ulipwe katika ile huduma uliotoa wewe kama professional. Itakuwa ni siku ambayo mambo yatakuwa yanatendeka kiwaziwazi, kwa sababu pia teknolojia itafika wakati jambo lolote unalofanya siri litakuwa liko katika mikono ya mtandao, utakuwa unaona. Itakuwa sio lazima kusema katika ripoti ati tumepata bilioni 3.4, itakuwa kusema mulipata kutoka kwa kina nani. Ndio hawa watu sasa mambo mengine ya ama tujue tu tuseme Nimrod, wewe ulikuwa umeiba mali ya umma, shamba Karura, na familia yako inajua, basi tukae tukijua tu Nimrod wewe ni mfisadi basi. Bila shaka mazungumzo mazuri kwako Mheshimiwa Chege. Nataka nije nikuulize swali hili kwa sababu bunge la Seneti lina nafasi nzuri ya kukagua ufisadi hasa katika serikali za kaunti. Mara kwa mara imekuwa ikiwachunguza na kuwahoji magavana, lakini unahisi wakati umefika kwamba pia maafisa wa EACC wahusishwe katika vikao kama vile? Kwa sababu gani? Kuna maswali huwa magavana wanaulizwa wanatatizika kuyajibu. Nafikiri ile inatoa fursa nzuri kwa maafisa wa ujasusi katika EACC kuweza kujua ama kung'amu kwamba hapa kuna dosari, kwa hivyo tunaweza tukachunguza. Nafikiri nataka ni swali hilo ambazo nataka ulijibu baadaye. Tunakwenda tu mapumzikoni kidogo, halafu tukirejea uweze kunipa jibu hilo Mheshimiwa Chege. Mtazamaji, tunarejea hivi punde na mazungumzo zaidi kuhusiana na zimwi la ufisadi.